Oi, mambo vipi? Kama kawa fresh. Ile mwaka mpya bwana. Da, tumshukuru Mungu. Mwaka mpya umeingia. Mwaka mpya na wanasema na mambo mapya. Mambo mapya. Safi sana. Karibuni sana. Karibuni tena kwenye The AI Convo. Hii ni episode ya 11 na tuko mwaka 2025 na hii ni episode yetu ya kwanza kwa mwaka huu. Na kama kawaida tupo na ndugu zangu Isaac Odero pamoja na Innocent Charles. Mimi naitwa Zefania Ruben. Tunakukaribisha utufuatilie kwa mwaka huu, pia uone tunaongelea mambo gani, na tunajua yametokea mengi kwenye hiki kipindi cha kama miezi mitatu minne hivi. Mambo yamekuwa mengi, Disemba, Januari, Februari yenyewe hapa mambo yamekuwa mengi sana. Mambo yamekuwa mengi, mkimbizano ni mwingi. Ni mwingi. Sasa kwa tutaangalia mambo yote na nadhani tutajifunza, lakini pia tutaona ni kwa namna gani either sisi kama Tanzania au Afrika position yetu ni ipi kwenye hii race kwenye haya makimbizano. Sasa zile shapanga bwana, piga kipenga kimepulizwa. Wewe ndo unatafuta viatu. Inakuwa noma sana. So nadhani karibu kila mtu atatoa intro kidogo ya mambo yaliyotokea na nini, afu habari. Mimi binafsi kuna baadhi ya mambo na tamani leo tu discuss hii episode. Issue ya kwanza nilikuwa natamani tuangalie sababu kwenye hiki kipindi cha AI tunajua kuna mataifa machache makubwa ambao ndo kama yamekuwa leader kwenye industry. Ulaya kidogo imekuwa na baadhi ya changamoto ina regret sasa hivi ukilinganisha na wakati wa third industrial revolution. Ulaya ndio iko inaongoza, lakini kwenye race hii sasa hivi kwenye fourth industrial revolution tunaona kidogo iko nyuma, ila US ndio amekopo leader kwa sababu ukiangalia makampuni makubwa yote OpenAI, Meta, Google yote yako US. Na sasa hivi US imekuwa kama inalinda yale makampuni ku preserve their leadership, dominance kwenye. Kwa hiyo kitu ambacho cha kwanza nilikuwa natamani tuongelee ni kuhusu jinsi gani US tuseme inahakikisha inabaki kuwa leader wa industry ya AI. Nilikuwa natamani tuanzie hapo afu tuone tunaendaje. That's really nice. I think of course tunajua sio hivyo, tangu zamani AI industry imekuwa inakuwa tangu kipindi kile tunaanza kwenye artificial narrow intelligence. Makampuni kama kina Google wanaanza kuadapt AI, Facebook wanaanza kuintroduce some sort of intelligence kwenye product zao, na up to now tumeingia kwenye tuna language model. Back then tulikuwa kwenye BERT, lakini tukaingia kwenye language models ambayo kwamba tuna language model moja ambayo inafanya multiple tasks. Inaweza kufanya classification na hiyo nadhani watu wa kwanza kuiongelea alikuwa Google. Nadhani Google ndio kwa kwanza kuiongelea, lakini wao wamechelewa. Walitengeneza model, wakasema model iko too powerful, wakaogopa kuirelease. Hapo OpenAI akaja akawabonda na yenyewe ndio akakurupuka. So maana tumetoka huko mpaka kuwa na model hiyo ambayo inafanya multiple task kama hizo maybe chatbot. So hizo could be chatbot now, topic modeling, NLR, name data combinations, ambapo zamani ilibidi uchukue BERT uweze kumfanya tune katika specific tasks. Lakini pia tumeenda mbali zaidi mpaka na kuwa na kufuse ile multimodality. Zamani tulikuwa tuna multilingual, kama unakuwa na model several researchers wanazungumza kuhusiana how can you have the language model ambayo understand language nyingine. Lakini now swala la multilingual still imekuwa kama not a thing sana. So manake tumeinfuse a language model multimodality, manake kwamba language models still iwe na uwezo wa understand vision, lakini pia audio at the same time. Tungeelezea hiyo multimodality
kwenye language model inakuwaje? Au tungeanza kwanza like watu wafahamu hivi tunasema language model ni nini, kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja alishaye kuniuliza, naye ni mtu wa tech, anafanya coding, anatengeneza website nini. Alishaye kuniuliza hivi AI ni nini? Yani tunasema model ni nini? Model ni hesabu au kuna package fulani inakuwepo au yani nini? Kwa hiyo elezea nani kwanza model ni nini? Alafu tuende kwenye multimodality. Multimodality. For the multilingual na vitu kama hivyo. So nadhani nitajaribu kugusia hapo kidogo. Na tukianza ya model najaribu namna nzuri ya kuiweka, lakini tukidefine mathematically tunasema ni algorithm ambayo imekuwa trained, ndio tunapata nini? Tunapata model. Ila kuiweka kwenye a more simple language unaweza ukasema ni kama nikisema ni kama tuseme ni program ambayo imetengenezwa ina knowledge fulani, kwa specific task. Ndio hiyo inakuwa ni kwa specific task. Hiyo ni single, like unaweza kusema sasa, kwa sababu tuna multimodality, hiyo ni single modality au lakini sasa hivi ndio kuna multimodal. Sasa hizo modality na zenyewe zilivyokuwa defined, sijajua kama tutaendelea na hiyo definition, kwa maana kwamba let's say sijui hii ni kama na pose kama challenge. Kwa mfano ukiwa na model inaweza kufanya classification, sio? Inaweza kufanya ile name density recognition, hiyo kwa nini hiyo isiwe multimodal? Kwa nini modality tunakuja kudefine ni image, text? I think mimi actually ukisema modality au different modality haimaanishi model nyingi tofauti. Yaani modality ni kama model jinsi ilivyokaa model ni kama haina fulani ya task fulani. Mimi sio kwamba ni model. Kuielezea kiurahisi hapa ni kwamba before model kulikuwa kuna technique ambazo wanatumia zilikuwa zinaruhusu tu kuingiza one type of input ambayo ni text au image. Lakini since transformer ilivyokuja na scale law ikaja, kwa hiyo sasa jinsi transformer inavyofanya kazi wakagundua ina uwezo wa kuchukua more than one type of input. Na tunaposema input tunamaanisha image input, language ni input, ambayo ndio text ni input au voice. Kwa hiyo multimodality inakuwa defined na how many type of input unaweza ukatumia. So manake the same model can accept different types of input. That's it. So nadhani hiyo inajibu swali la multimodality. Ulikuwa unaendelea kuhusu sasa. Kwa manake kuna hizo multimodality kwamba right now una model ambayo ina accept different types of input as Mr. Isaac said. Lakini pia jamaa wakaenda mbali zaidi. Umeona? So zamani tulikuwa tuna clip model, kuna diffusion model, but now this diffusion model and everything zimekuwa fused katika the same pipeline, like it can generate images at the same time, it can respond to queries za Kiswahili at the same time na vitu kama hivyo hapo. But wakaenda mbali zaidi, of course the last year OpenAI 01 waka release mambo ya reasoning, chief model can start thinking na maybe so tu toa jibu tu, but also kufikiria kile ambacho like some steps ya kuweza before jibu ile swali na vitu kama hivyo. Na kuna episode tuliongelea kuhusu test na cloud. Of course. Lakini pia let wameenda mbali zaidi mpaka kuweka mambo ya interactivity. Kuna mambo fulani, mambo ya action na interactivity, kwamba like unaona some action more agentic workflows, more agentic na vitu kama vile pale. Kwa hiyo you see the industry inakuwa na inakuwa so powerful. Kwa hiyo nchi kama China, nchi kama Marekani ni muda sasa wa kuweza kila mmoja kushikilia, kwa sababu as it keep going inakuwa so more powerful, na of course inaingia kwenye defense na military na vitu kama hivyo hapo, ambavyo I think sasa kwa nchi kama Marekani, nchi kama China ni muda wao kupreserve vitu vyao, kwa sababu technology ndio vita nyingine ambayo inakuja. Kwa hiyo so vita ngumu, lakini ni vita kusema ni kama Cold War. Unakumbuka kile Russia
Marekani aliposikia Russia amefika mwezini. Ilikuwa mwezini au alianza Russia, alienda hata ilikuwa ni kwenye space, alirusha rocket. Yeah, space. Wao Marekani wakasema lazima ende mwezini. Na kipindi kile walikuwa wako kwenye cold war wanaita na Russia. Nadhani hiyo vita inakuja tena. Ni kama ile moment inajirudia. Wanasema historia inajirudia. Nitaniongeza hapo Isaac, ulisema kwa nini labda nchi kama Marekani inajaribu kulinda hayo makampuni na nini. Ukiangalia wakati wa utawala wa Biden aliweka kama regulations kujaribu kuregulate namna hizi kampuni zinavyo develop hii teknolojia na nini. Lakini ukiangalia alipoingia Trump toa hizo regulations zote na akainvest kwenye ile project inaitwa Stargate project. Ameweka mapesa mengi pale kwamba bwana nyie fanyeni. Umeona? Hiyo inamaanisha ni kama unachokisema kwamba dominance inaanzia pale. Maana yake kama ile concept ya mwanzo kwamba tukirestrict innovation au kurelease vitu, maana yake inaweza ikatokea tukabaki nyuma. Sijui kama iko strategically inaweza kama ni best move. Mimi nadhani toka mwaka juzi wanasiasa walikuwa bado hawajaanza kujiengage moja kwa moja na AI. Ingaje ilikuwa yani ishakuwa lakini bado kulikuwa kama kuna sintofahamu fulani kwamba hivi AI kweli ni the next thing au watu wanaitumia tu kama ku grab hela. Sasa nadhani OpenAI ni moja kati ya makampuni ambayo yalianza kuinsist serikali govern AI. Lakini mimi ninachofikiria ni kwamba ile haikuwa wakina Sam walikuwa hawana kweli concern ya security ya AI. Ile ilikuwa the business. Technique ya kufanya kurudisha nyuma mengine yasiwapite kwenye AI. Kwa nadhani OpenAI walipush, alafu kulikuwa kuna watu wengine wana concern kuhusu security na vitu kama hivyo, wanasema AI itakuja ile core ya kupoza AI for 6 months ambao hadi Elon Musk naye alikuwepo. Kwa watu wengi waliingia kwenye huo mtego, wengine walikuwa na concern za kweli, lakini watu wengi ambao walikuwa ni leaders wa makampuni makubwa ya AI mimi sidhani kama walikuwa yani genuine kabisa wako concern kwamba. Kwa hiyo push iliyotokea ya haya makampuni makubwa ndio yakasababisha nadhani serikali ya Biden ikaweka hizo regulation. Nadhani pia kulikuwa kuna nadhani walitengeneza pia kama cabinet fulani ya kutengeneza hata UN nadhani walitengeneza hiyo kama cabinet ya AI kama tunakumbuka vizuri. Kwa kuna hizo secretariat mbalimbali zilitengenezwa kwa ajili ya mambo ya security. Kwa hiyo sasa ukiangalia kipindi cha Biden pia kulikuwa kuna restrictions zimewekwa za how watu wanaweza wakanunua hata hizi infrastructures kwa ajili ya AI. Hapa sasa tunaongelea Nvidia. Sasa ambacho kitu kingine nataka tugusie kwanza kwenye mada ya kwanza ni kwamba bado naona kama bado hatujachambua vizuri how Marekani inahakikisha kwamba yenyewe inabaki kuwa leader one aspect ni hiyo ya investment, wa kuinvest kama hivyo, ku restrict watu wengine wasipata access na computation au ndani deploy anything kwa training, unajua AWS so fragile ni crowd source, na unajua kwa train models deploy system yote back and front end like anything you can. This is actually the cloud machine, right? So powerful. Kwa faida ya watazamaji, AWS ni kama server ambapo ni Microsoft Amazon data center ambao wana provide like server service kwa watu. Kwa unaweza ni kama unaweza ukahost your application au your website data it's more of AI kwa sababu
watu wengi ndio wanaitumia kununua hizo credit na kutrain, kupretrain na pia kuhost model zao. Yeah, so manake it's actually a machines but ila ni cloud machines. So as a machine manake unaweza kutumia kwenye vitu vyote. Unaweza kutumia depending on use case. Unaweza kutumia as storage, unaweza kutumia kama kwenye machine learning peke yake, unaweza kutumia kama kwenye training machine learning, kutumia kama security, kama unatumia kwenye networking na vitu kama hivyo. Sema sisi specifically tulichukua kwa ajili ya ku-access hizo Nvidia GPUs, so wao wananunua kutoka kwenye Nvidia, ila kuna namba fulani wanazi-rename zile na zinani. So zile zinakuwa customized, na lakini ndio zile kama unakuta labda ni chimia kule sema inaitwa fulani labda pingapi, lakini ndio hiyo chimia ambao wamenunua kwa na wenyewe wana resell kwa sisi end user na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa maanake kuna two option, unaweza ulipie mwenyewe au upewe credit. Upewe credit, ulipe kwa credit. So maanake sisi ilitokea tukapata bahati ya kama kuna kampuni ilitulipia kwa tukapewa credit. Lakini sasa kuzipata zile credit ikawa ni changamoto kutokana na location. Maana inabidi uwe kwenye location fulani au country fulani. Kwenye region ambayo zimekuwa mataifa ambayo yanaruhusiwa. So kuna mataifa ambayo yanakuwa yanaruhusiwa. Kwa hiyo kidogo Tanzania ikawa ni changamoto. Kwa hiyo tukaona sio kesi, baada zote tulikuwa tuna mtu wa Marekani kajiweka Marekani. The guy tunamwambia direct, mtu from AWS alituambia direct kwamba nakiwa kikweli nimedouble check hapo the country you are haipo kwenye list ya watu ambao na mimi credit wakatumia credit. Yeah, kwa hiyo right now tengeneza nini account ya umesema hiyo credit ilikuwa ya 800. No, ilikuwa ni credit ambao zilikuwa ni za $10,000. Hawasemi specific na nini GPU gani? No, ukishakuwa na credit zile kuna maana yake ukishakuwa na account ya AWS kuna namna mbili za kupay. Unaweza kupay kwenye hela, pay as you go au unaweza kupay kwa credit. Sasa mle ndani wewe utakavyokuwa unatumia zile credit ndio. Kwa hiyo unaweza ukachagua any type of resources na wewe unataka uize credit zako ziwe utilized. Lakini mradi tu credit zikiisha basi unakuwa unaangalia unakuwa tarisha maliza pale. Kwa hiyo ni changamoto kutokana na location. So what we did ni kwamba tukatengeneza account nyingine ambayo ni ya Marekani. Tukaona sio kesi kuzunguka Kenya wapi. Tukaona kujiangalia kama Marekani gapo. Gapo kwa maana sio kesi aje mako Marekani, kwa hiyo Marekani ni hapa noma. Hiyo inaweza kama pia ni mbinu. Chapo siku moja siku mbili ya tatu chapo watu washatisha. Ikawa ni mnyama. Kwa ni hiyo point ni kwamba kuna bureaucracy. Kuna hivyo vitu. Marekani wameweka vikwazo kwa ajili. Lakini pia kuna sehemu nilisoma kwamba mfano tukiongelea mfano sa China, si ndio? Kwamba kwenye hiyo point ya bureaucracy. China pia ni moja kati ya nchi ambayo imewekewa vikwazo tena vikali. Inawezekana kushinda hata sisi. Kwa sababu China sio inawezekana kushinda sisi. China wamewekewa vikwazo vya idadi ya GPU ambazo wanaweza wakaimport, lakini pia aina ya GPU. Kwa mfano China nadhani wanaweza kununua GPU zile zinaitwa Hopper. Hopper ni H100 na H800. Ni kama slight modification ya H100. Yeah. Kuanzia pale H800 kushuka chini ndio wanaweza wakaimport. Sasa zile GPU zina changamoto ya bandwidth. Ndio kweli. Yaani ukichukua kodi yako ukaiweka ndani ya GPU ikifika kwenye cache kabla ya kwenda kuwa processed kunatakiwa kuwe kuna communication mwe ndani. Sasa ile frequency ya communication ya mwe ndani imekuwa limited. Kwa GPU ambazo zinapelekwa China zina limitation ya hiyo bandwidth ya communication mwe ndani. Kwa hiyo sasa unakuta kwa China wameenda mbali zaidi. Ila sasa mimi ambacho nashangaa ni kwamba Jensen Huang yule CEO wa Nvidia ni Mtaiwan. Lakini sasa hivi naona kama ameshakuwa Marekani. Obviously mara nyingi kwa exception unakuwa tu Marekani. Unakuwa Marekani by default of course. Sema kuna pointi Zefania aliongea kwamba kusota na kuzisource akasema kwamba China wao vipi hawataki kuwa competitive ndio ni kwenye hiyo mada sana. The idea ni kwamba kwa sababu kidogo ukikompare China kikweli, let's be honest, Marekani na China, Marekani iko juu back then tangu kitambo, umeona. Kwa hiyo ni kama China anamfukuzia Marekani. Kwa hiyo ukiangalia hivi hata research ambayo wanazifanya DeepSeek sio kwamba ni new, ni kitu ambako walishatisha optimize kwamba wanaona OpenAI alitisha
na kutoa alichokifanya, lakini sisi tutatukatisha kama wewe. Ushanielewa? Kwa obviously ili kumuonyesha kwamba mwanangu alichokifanya na sisi tunakifanya hapo fresh. Kwa hiyo lazima ni open source. Ushanielewa? Lakini ikifika hatua China ana vitu anaweza ka set new standard like kwamba okay, let's now tumefika hapa sasa hivi. Kwamba tumefika sehemu ambapo China anaamua kwamba mwanangu wewe transformer sio tunatumia kitu fulani. Na yeye ndo ameamua, nendo wa kwanza kuamua. Nasema naye ataweka ndani. Nimekuelewa vizuri. Na wake sasa hivi ni kama wanajaribu kuionyesha dunia kwamba na sisi tunaweza kufika. Kwa kama anamfukuzia mshikaji. So uwezo kumfukuzia na close. Baada ya una close kitu ambacho alishatisha na kwa make sense. Ili kumbonda ni kwamba unachokifanya kimetisha. Mimi nimefanya nilichokifanya, alafu mimi nakitoa. Yaani hiyo ndio strategic plan kwamba okay, make sure kwamba tupigane huko katika namna hii hapo. That's why hawezi aka close for now. Lakini ikifika hatua na yeye ana sikia hiki kitu jamaa hawajatisha kitu hakipo duniani kote, sisi ndio tumekivumbua hicho kwanza kwenye AI. Wana wenyewe wanapiga tu technical report report na mambo yanakuwa mazuri. Nilikuwa sana tamani twende deep kidogo hapo kwenye China. Tushaona kwamba US one of the way ya kubaki kwa leaders ni kuwekea watu vikwazo. Nadhani hiyo ndio technique kubwa sana ya bwana Donald Trump. Yeah, of course. Anakupiga tali. Ukikaa vibao na gongo tali unakaa sawa, kichwa akili inakaa sawa. Kwa hiyo nilikuwa nataka sasa tuangalie sahau au China wana go around hizo vikwazo na kucompete sasa kwenye industry ya AI, kwa sababu ukiangalia from past 5 years inaweza sidhani kama China ndio wameanza leo. Kuna makampuni yalikopo yana na kama mlivyosema, serikali ya China pia ilishaweka strategic plan kwamba mpaka 2030 wawe global leader wa AI, ndio. Na kwa ukiangalia unagundua China iligundua mapema kwamba AI inakuja kwa one of the biggest technology from this era. Kwa wakaweka hizo strategic plan. Kwa you can see hizi nchi zote serikali zao zina hiyo understanding ya what's next na what's important. Kwa hiyo nilikuwa natamani sasa tuangalie au China wanampitia denge US. Mimi nadhani hiyo mimi na perspective moja hapo. Unajua wanasema hii nadhani waga ni perspective ya jamii pia kwamba mtoto anayekulia kwenye mazingira magumu anakuwa na yani akili yake inakuwa ya moto kidogo kwenye kupambana na matatizo au kuchanganua mambo. Nadhani ndio kitu ambacho kimewaforce China waje na namna ya ku brainstorm na kusolve matatizo ambayo yana exist ili kuwafanya wao wafanyeje waende mbele. Umeona, kwa mfano kama hivyo umeongelea issue ya hizo GPU wanazopewa ziko limited in some ways, wakatafuta namna ya kusimplify the communication between data GPU na the code ambazo zimeandikwa kwa maana ya nini tuseme, how you program the GPU na nini, na lakini pia na hata algorithm niliwahi kushare pia na yeye zaki kwenye issue ya reasoning as we know, most of the companies kwa zina around kwenye chain of thought au tree of thought zina deal hapo kufanya models zifanye reason, lakini DeepSeek wao wamekuja kutumia reinforcement learning. Umeona sasa, na ile reinforcement learning wamemodify the existed wamemodify kwa DPO ilikuwa ni group relative na wamechange DPO, wamewekea some features. Kwa hiyo unaona ni kwamba bwana, tuna tatizo hili hapa na hili tatizo sisi hatuna hizi resources, how do we solve? Nadhani imewaforce sana kufikiria technicality on how they of course China ukibondo lazima utafute namna ya kutoboa, sio hivyo? So of course wameanza some of the companies kama Baidu na makampuni mengi hapo China wameanza kutafuta namna ya kuproduce their own GPUs. Hapo katika hiyo maybe labda hivi Alibaba hawanaga hizo
servers ukiacha na wameanza wanajua kuna nini kutoka namna ya kuweza kuproduce ya GPUs na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo production ya GPUs, lakini pia mimi tunasubiria GPUs zije. Maana yake makampuni ya China yanasubiria GPUs zije na vitu kama hivyo hapo, lakini pia kuna internal kind of research kwa kampuni ambazo zinaongoza kwenye research na mambo mengine kuweza kufanya. Kwa mfano DeepSeek imekuwa trend na hard reasoning kutoka kwenye post training, which ni different from what OpenAI did kwenye upande wa model ya kwanza ile kwanza from scratch na kutoka vile pale na a lot of things na nini, lakini watu kufanya kama walikuwa na base model maybe ile DeepSeek ngapi ambao walikuwa nao then wakadi some post training kwa nini reasoning kama point. Kwa unaona sometimes somehow kwanza tena kutrain model scratch na kutoka vile pale. Kwa unaona inakuwa kwamba wameachieve ile 001 ya OpenAI is just for training ya quad reasoning na vitu kama hivyo. Because wameongeza kwenye pande reinforcement learning na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo utakuwa vitu kama hivyo, lakini the idea ni kwamba ni ile strategic government understanding kwa ujumla, kwa sababu kikweli bana government ndo mama, yani government ndo mlezi wa nchi. So maana yake kwa ni very hard kuweza compete au maybe kufanya breakthrough yoyote katika nchi yoyote kama government understand na ina mazingira mazuri waweze kuweza kuendelea. So mfano mzuri maybe kwa mfano huko Tanzania unaona kwamba okay tuna kampuni za AI hivyo, lakini unakuta government yenyewe ndio inataka deals na kumpeleka kwenye nchi nyingine kuweza kufanisha deals, while tuna kampuni za AI na kutoka pale. While these guys can be supplied with anything they want, maybe knowledge, okay let's take some expert to relate hapa au jamaa moja bila kuacha watisha na kutoka report, but we need GPUs, let's take some GPUs bring it here kwa makampuni fulani moja mbili waweze kufanya iweze kutisha. Kwa hiyo unakuta inakuwa changamoto, lakini pia ukienda kwenye some universities utaona kuna masomo tena jizaga hapo leo, yani like okay serikali mnakaa chini like okay tufundishe somo fulani future where it was student is going to be the future for is going to be the future where kwa mazingira wapi ndio unafunja na nafikiri hata jinsi unaweza ukakuta unajua kuna kuwa na strategy sijui naona kuna nchi za Afrika zinatoa AI strategies. Naona kuna Zambia, nimewahi kuona Kenya. China wana invest kwenye makampuni ambayo wanatisha, kwa sababu haya makampuni ndio wanabeba nchi. Kampuni fulani ikitisha ikionekana moja mbili tatu ndio hivyo wanabeba nchi. Kwa hiyo investment zinabaki kwenye wale makampuni. Sometimes sio kwa ajili ya sometimes because sisi tuna shida. Of course tuna idea kichwani, umeona? Tuna vitu na tunaelewa vitu kichwani. Lakini sometimes unakuta una hela kula. Umeona? Vile vitu kwa changamoto. Unaona kama mambo kama fashion. Ngoja nikali tu najua vitu fulani lakini normal. Umeona? Kwa kidogo kule inakuwa nzuri bwana. Yeye mnajua vitu fulani investment hapa labda chukua bilioni kadhaa na kutoka vile pale tishe. Kwa unakuta mtu unakuwa normal. Kwa hiyo labda breakthrough ziweze kutokea. Mimi na kuna point mbili hapo. Point ya kwanza ni kwamba wanasema necessity is a mother of invention. Kwa sababu ya vikwazo ambavyo vilikuwepo kwa China, watu imebidi watafute way around those vikwazo, sio? Walikuwa hawajui. Sasa issue kubwa kwa nataka tuongelea hapa ni cultural difference. Of course serikali ina mchango. Serikali inatakiwa iweke plan, iweke strategic plan kwa ya vitu gani vipaumbele vyake, vitu gani ita support, ndio. Lakini kitu kimoja cha msingi ambacho nimekiona ni culture, different of culture. Kwa sababu ile kampuni ambayo imetengeneza DeepSeek ilikuwa ni hedge fund, ndio. Jina nimesahau kidogo. Ila ni hedge fund ambao ilikopo tuseme ilikuwa inatumia data science kufanya mambo ya prediction ya trading, ndio. Trading na vitu kama hivyo. Lakini sio kwamba walikopo wamesapotiwa eti na serikali wa invest kwenye AI. Ni yule tu CEO wao ni mtu mmoja ambaye anaamini sana kwenye AI kati ya watu ambao wanaamini kwenye artificial general intelligence. Kwa yeye mwenyewe ndo aliamua kufanya hivyo. Omega Group wafanya kazi wakafanyia kazi. Kwa unaona na Wachina wana kacha yao ni ya kujituma sana. Yaani of course kabisa. Yaani Wachina wanapiga
wanapiga kazi. Hata hapa Tanzania kwetu ukiwaona wanafanya kazi. Hata wanafanya kazi usiku. Ukitaka kuona hiyo hata ile kusema kwa tunaongea, angalia papers zinazokuwa published data za OpenAI za nini, utakuta a lot of Chinese. Wachina wengi. NG, yani majina NG, Wang, Chan, yako mengi. Kwa hiyo mimi nadhani ukiachilia mbali point that wanasema pia, nadhani inaingia kwenye hiyo point yako, nataka tu kuongezea, wanasema it's very hard kubeat let's say kwenye innovation kama hizo ambazo ni very technical, kwa sababu Chinese pia wanasema ni wako vizuri sana kwenye mathematics, the best mathematicians. Kwa hiyo sawa, mathematics wako vizuri, lakini kitu cha msingi ni utofauti. Kwa hiyo mimi nadhani ambacho kinawapeleka mbali China ni ile kacha yao ya kujituma. Sababu hata ukiangalia haya makampuni ambayo yanakuja na hizi breakthrough za AI, sio kwamba kulikuwa kuna investment ya hawa nanili kama venture capital. Ile DeepSeek imetengenezwa, hakuna venture capitalist hata mmoja ambaye ameinvest pale. Ni hela zao za ndani. Of course watu wanasema jamaa wana hela, ndio wametumia zaidi ya hiyo, zaidi ambayo wamesema. Tuwashumu hayo yote sawa. Lakini wamefanya hayo yote bila kuwa na investors kama Silicon Valley wanafanya. Kama unaona OpenAI wana raise hela, hata kina hili walichofanya kwanza hela ndo kama hadi Mira Muraki sasa hivi naye amesha raise hela. Na kila mtu yeye Marekani, kila mtu ana raise hela. Moja kwa sababu kwamba Marekani yani mimi nadhani Marekani wamepata namna ya kama ya kiti kwenye game. Kupata hela bila kazi. Wamegundua sasa hivi big thing ya kuingiza hela za haraka ni AI. That's why unaona kila mtu anaingia kwenye AI, alafu anapiga kitu kidogo anaenda kuraise hela. Unasikia ameraise bilioni 1 kwenye nani ya labda bilioni 100. Kwa hiyo kitu cha msingi kwenye valuation ya bilioni 100, kitu cha msingi hapa ni utofauti wa kati. Tukiongelea sawa Tanzania, kwanza twende Marekani. Wazaliwa wa Marekani wenyewe sio ambao ndio wanafanya kazi, sio wengi ndio ambao wanafanya kazi kwenye haya makampuni ambayo yanatisha. Of course na China wa Hindi ambacho niko nataka tumalizie wakati tunamalizia hapa. Ni tuongelee kwanza tumalizie kuongelea issue ya cultural difference, alafu tugusie na how Tanzania tunaweza tukajiposition kwenye hii race ya AI, kwa sababu whether we like it or not tunapitwa na watu washaanza kupiga step kutuacha. Ukisema tunapitwa unakuwa unakosea, kwa sababu hatakuwa sehemu yote. Tunapitwa wakosha tangulia. Kwa sisi hata kujenga. Sawa. Kwa tugusia hapo from your kila mtu from the experience. Naonaje kacha yetu? Kwa sababu yani mimi kuna kitu kinachanganyaga. Yani siongele sio kwa ubaya, lakini Watanzania hatuna ule moyo wa kujituma. Yani watu wanafanya vitu kwa sababu kuna hakuna ile internal, tulikuwa tunasemaga kwenye mambo ile internal drive ya nini inaitwaje, electromotive force, like the internal drive, yani bila kusubiri upate external push nini. Tunaweza pia tukasema kwa sababu labda China wana watu wapo wengi, kwa hiyo watu kwa wengi ni tatizo, distribution ya opportunity inakuwa ni ngumu, so inakuforce uwe ufanye kazi kwa bidii. Nadhani kuna issue moja sijui, kwa sababu hata kwetu huku tukicompare idadi ya watu wa China na sisi, tunaona sisi tupo idadi ndogo sana, si ndio? Lakini bado utakuta
ila hatujatengeneza fursa nyingi. Utakuta kuna vijana wengi ambao bado hawajaajiriwa na mambo kama hayo, kwa sababu ukiangalia matatizo mengi ambayo tunalalamikia Afrika na Tanzania, ajira hamna, dunia nzima ajira hamna. Kwa sababu ukiangalia serikali haiwezi kutengeneza ajira kutosheleza kila mwananchi, ndio. Lakini nadhani ambacho kinaweza kufanyika ni kuanza kurekebisha, badilisha culture ya watu wanaokuwa produce kuanzia chekechea, kuanzia watoto wadogo. Yeah, of course what I say ni quality. Mfano ukienda Marekani, sijajua. Ukienda Marekani, for the first time ukitoa Marekani kama ni mtu wa tech huko, so excited na issue technology. Ukitoa Marekani pale, unagundua everything you are using ni za washikaji wametengeneza. Yaani Google iko pale, Swig na GitHub wako pale, sio umefungua PC au hapo iko hapo hivi. Yaani unajua ile umeshika sio umeingia simu au sio kwa huyu jamaa YouTube si hapo. Au Swig na nani yaani kwa ni system ambayo imetengenezwa. Lakini these companies, private companies zinazotoa nini? Ajira kwa watu na ajira nyingine, makampuni factories na kutoka vile pale like vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo ni government imetengeneza msingi ambao hivi vitu tuvitoe kwa watu, wengine wanadisha wachukue watu wengine. Uchi kidogo kwetu sisi ni tatizo. Na hivyo hata mtu anayemaliza chuo ukimwambia maybe njoo huko tukiche moja mbili tatu anaona kama hajakaa sawa. Bado unaenda kula unaenda kutisha kwenda kwa ni shida. Mimi nataka tu nini serikalini, you know, security kama hivyo hapo. Mimi sasa hivi naanza kuona shida sio ya kula. Shida ni pressure ambao unaipata. Yaani unajua kutokuwa na hela ni changamoto, kama of course ni changamoto chikai. Ila inazidi kuwa changamoto kama una external pressure. Yeah, exactly. Pressure labda una dem au tuseme mchumba. Pressure kama labda una mchumba ambaye ana demand, of course. Lakini kuna wengine wanaelewa. Lakini hivyo katika mtazamo ambao China wanaishi kifamilia sana. From my understanding sasa ninaelewa. Wanaishi kifamilia sana. Watoto wanapelekwa shule ili waje wasaidie familia zao. Yaani hicho anachokiongea ambacho kiko Marekani ndio China ambacho kipo Marekani. Lakini utofauti sisi tunataka kufanana kidogo kama na kacha China kwamba, lakini tofauti wetu ni kwamba wale yaani China watu wanajituma, yaani wanapiga kazi kinoma. Yaani ndio hivyo, ndio inakuja kwenye swala la mindset. Swala la mindset ndio hilo swala la culture, kwamba sisi tushaaminishwa bana, mimi nikisoma chuo, nikimaliza chuo basi moja mbili tatu ni kesi fulani ndio inaonekana kama na hiyo pia hata kwenye issue ya ufanyaji kazi, ukiacha namna tulivyokuwa kwenye familia zetu na nini, na hata watu wengi pia utashuhudia, kama juzi nimeona taarifa inasema kwamba asilimia kubwa ya wafanyikazi wa umma hawafanyi kazi. Hakuna kazi. Hakuna yote. Sasa ukiangalia hiyo sio kitu ambacho ni utasema ni tatizo, sio? Yaani hiyo ni malezi ya mtu ajelelewa kufanya kazi, kwa sababu vioni tu assignment mpaka tuambiwe usipokusanya assignment haupati marks. Maana yake ingekuwa tu ni kitu ambacho hakuna consequences. Na hapo assignment ina siku 5 ila unaifanya muda wa kukusanya. Lazima moto. Kwa hiyo sisi tunafanya pale ambapo tunaona kuna consequences ambazo start face. Kwa hiyo inabidi tufanye, lakini otherwise hatuwazi chochote. Kwa hiyo nadhani ndio issue hiyo, yaani hatuko programmed hivyo, sio yenyewe ndio ni nature. Ni matokeo wazazi wetu na mababu na mabibi au matokeo ya viboko vya Mjerumani. Bila viboko hafai. Ndio maana Mjerumani walikuwa wanatandika viboko. Yeah, so nadhani tuna matatizo mengi sana, na pengine tunawezekana tusifocus sana kwenye matatizo, tuangalie namna gani tuna navigate kama ambavyo wamefanya let's say DeepSeek, kuangalia kwamba these are the challenges, so tunaendaje mbele, wakatafuta namna ya kwenda mbele. Kwa sisi Ligande, so nchi zima badilike, sijui utamchukua nani au utachukua trainers wapi waanze kuwekwa kwenye kuanzia ngazi za chini kwenye elimu yetu ianze, yani tuanze kubadilisha kuanzia kwenye elimu yetu. Mtoto autabadilishwa. Vile vitu vibadilishwa. Kuna watu juzi nilikuwa naona wanasema haya mambo ya historia, civics, sijui yaishie form 4. Huko mbele ni vitu vinavyo make sense. Sasa kuna interest unafanya mwenyewe. Darasa tunafundishwa historia. Lakini historia tunafundishwa ipo kwa Tanzania. Na mimi sijawahi kuendaga
Ndio George si yani Kondoa Irangi yenyewe unasikia. Yaani kama tumetoa eti darasa tunafundishwa historia Kondoa Irangi sio na nini hivi tusijiko hapa. Kwa nini tusitishe ikawa tu yani enjoyment na tukaona moja nchi yetu 1 2 3. Lakini kidogo kwenye makaratasi ni kujibu maswali na kumaliza. Ndio hicho. Sasa how come unaanza kuimport vitu ambavyo viko nje na tukakutisha na AI na nini? Hata kitu chako tu ambacho kiko hapa haiko katika mazingira ambao kwamba huyu mwanafunzi basi angalie basi nimekuwa katika ugomvi kwamba lazima ufaulu. Inawezekana sasa unafunza kitu ambacho unataka safiri ukakiona. Inawezekana mimi na wewe hapa sasa hivi tusiwe na solution ya moja kwa moja ambayo ikawa implemented, lakini inawezekana tukianza sisi na kwa vizazi vyetu inawezekana ikaanza hivyo, lakini kwa ile sasa kwenye large scale kama ya taifa kama taifa inabidi iwe ni issue ambayo kwa sababu serikali ndio ina govern taifa, basi ila kwa mtazamo wangu mimi nadhani before hata kwenda kwa serikali, kwa sababu unajua kuna ule msemo wa Tanzania ulikopo haya mambo yanaanza katika root ya familia. Kwa kama mtu mmoja akianza kuona masaa 24 kwa siku ni mengi. You can do more than one thing. Of course na mimi nishakaa ofisini. Na sehemu niliajiriwa kaa ofisini kwa muda mfupi kabla ya kwenda site. Kuna muda unakopa una kazi kweli. Alafu kuna internet. Alafu kuna YouTube. Sawa. Alafu kuna earphone. Unakita tu kompyuta yako ina face labda ukuta. Unaweza nyuma. Unavaa earphone, unafanya tutorial kama YouTube, nyimbo za wengi ndio hivyo za social media. Kwa hiyo yani tukiwa yani kila mtu mmoja akianza kuona okay, I need to work, and I need to work hard. Nadhani kuanzia hapo ndio mambo yataanza kubadilika, kwa sababu kama okay, kama mtu mmoja akianza kubadilika, yani kujituma kama Magufuli unajua alitaka hiyo norm fulani kwamba oya kazi ili upate reward nzuri, piga kazi. Piga kazi. Hamna unachofanya hamna reward. Actually ndio hivyo hata mimi sometimes nakuwa niko so ashi, kuna baadhi ya vijana niko nao like niko so ashi kama yani kuna mtu okay anyway I'll pay you but I don't see what you're doing. Yani kuna ile like ndio I don't see what you're doing. So wewe unakuwa unajaribu kumwelekeza mtu kwamba 1 2 3 just get paid by what you're doing, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho kina matter. Yani sio tu like okay nakulipa then like hivyo mbona hamna unachokifanya. Autishi kwa nini utishe nione kweli hapa kweli yangu mimi ajenda bure. Madogo yule ametisha na. Lakini sasa ni changamoto kwa mimi kwa Tanzania na vitu kama hivyo. Lakini sio kusema kwamba Watanzania wote hawajitumi. Lakini asilimia kubwa kiukweli. Yani idea activeness ya haipo. Kwamba ile inspiration ile nini tunaita drive mwenyewe mambo haya ngoja nipambanie jambo. So nafikiri tunaweza tuka close hapo kwa siku ya leo, lakini to highlight tukao tunaangalia ni kwa namna gani hii competition au race ya AI inavyoenda baina ya China na Marekani. Vipi sisi huko Afrika na Tanzania tuko wapi, na tumeona kuna limitations au regulations kibao kwenye masuala ya resources na mambo mbalimbali ambayo hizi nchi zinatumia kujaribu kuwin. Hadi sisi wale tuko ukaanza kuongelea kushinda. Huwezi kuongelea kushinda uliingia kwenye mashindano. Zile nini zile qualify zile kuingia kwenye makundi. I think Mr. Zephania. Tatizo kubwa of course si sikuwahi kujua yani baada ya kuwa na kampuni na nikaanza kujua kwamba talent is a problem. To be honest, yani AI talent, machine talent is a problem. Very misfit. Yani misfit. Nenda profile pale LinkedIn, tafuta machine learning engineers wa data science Tanzania. Hata ukikuta mtu anaandika engineer basi engineers. Hata machine learning. Web designing, yani UI front end ni changamoto. Sababu watu wazuri lakini ni wachache sana. Yani of course kwenye front end na
Waache huko, yani wachache, lakini sasa kwenye yale hakuna. Yaani ninapokuambia kwenye yale hakuna. Yaani hakuna mtu ambaye yuko kwenye production, industrial, deep research. Yaani anajua kuweka na pipeline ya anajua kwa kina deployment gani, imetoka wapi, inafanya nini, what's going on. Aje hata ukitaje kusikia research paper tena. Yaani research paper inakuwaje? Kwa sababu nilikuwa naongea na jamaa mmoja, of course hii si kwa ubaya, lakini ni kwa ajili ya kujenga ecosystem kwamba vijana wengi ambao wanaingia kujifunza AI sasa hivi wanaingia kwenye top layer. And tumekuwa tukisema hii mara nyingi. Wanakuja kwenye the API level. And of course ndio the current thing ipo. Lakini kama mtu anahitaji kuwa deep kuelewa hata hii issue ya kuja mpaka kwenye kufanya deployment, kwa sababu ile ni life cycle ya AI projects, ndio. Sasa hauwezi ukawa tu na ile upper layer ya kujua ku-call API na nini. If you want to be very competent, lazima urudi ujue hii kitu ilifikaje hapa kabla watu hawajafika. I think tunachokifanya hizo makampuni kama OpenAI, hata sisi pia sasa tunatoa API, ni kwamba tunamsaidia developer ambaye atachukua neno. Lakini tunapozungumzia machine learning engineers, tunapozungumzia researchers, lakini kuongeza mtu ambaye anaweza kabili, kwa sababu kwenye makampuni serikalini, kwenye healthcare kuna problem ambayo ni customized kind of thing ambazo you can't build it just. Hapo sasa issue ni software developer akiwa akisema yeye ni machine learning. Kenda Zindi nikakumbuka kipindi kile tunaanza ya so noma sana Zindi. Noma sana walikuwa tunatisha kichizi afu poa, yani ilikuwa mwanangu tunatoa ile yani unashindana na Nigeria pale nini wa Kenya nini. Hii nadhani itakuwa ni testimonial, alafu then itabidi to cross. Juzi nikutana na researcher mmoja wa SUA, walikuwa na challenge yao, waliweka Zindi recently, kumbuki jina lake, ila akaniambia bwana zifanyia vipi bwana, mbona vijana kujisajili kwenye challenge yetu ile ya SUA, amekuja kushinda mu Ethiopia bwana wao. Nikamwambia vijana gani? Nikamwambia nyie si mna vijana hapo chuoni vipi? Wanafunzi wale vijana wanatisha sasa hivi, wapo kwenye mambo mengine huko, wengine wameajiriwa, wengine wanafanya startup, hawezi kuona sasa hivi wapo huko. Kwa hiyo issue ilikuwa ni namna gani ya kutengeneza vijana hivi soko ubaya. Kwa sasa tunasema soko ubaya, unajua hii ni ubaya. Fanyike nini? Kwa sababu breakthrough soko ubaya. Lakini tunasema AI developer. Lakini hawa vijana ni kwa sababu hawajui huku ni wapi pakoje, kama like wavichocho viko wapi, makampuni haja competitive like kwa tunahitaji nini, tunahitaji kama kuna uhitaji na vitu hivi hapo. So still hicho ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni huku vioni. Umeona? Of course kama as you said, like our researchers and lecturers soko ubaya. Na pia hawa ni matokeo yaliyowafundishwa. Yaani matokeo ambayo tunalisi ambayo tunao sasa hivi ni matokeo ya nyuma waliofundishwa. Most of them AI wameikuta njiani, yani kuanza kusomaga na AI. Tofauti na sisi ambao tumeanza kusoma na AI. Kwa sababu sasa ukiniambia labda nikisema labda niingie nitoke kwenye industry niingie kwenye academic, maybe ningekuwa PhD mzuri sana. Kwa sababu nimekuwa from scratch na AI. Yaani unajua, lakini wale wengi nimesomea kitu nini PhD nini imetokea AI imefika pale. Sasa Mr. Fladi kwa sababu umesoma computer science, hebu kafundisha introduction tuendelee pale, ndio anaanza sasa hivi AI mwenye bla bla. To add that, mimi niliulizwa kuna watu wanauliza kama kuna kampuni kwa Tanzania ambazo zina hire let's say AI engineers na nini. Nilikuwa straight, of course most of the big companies ku shift suddenly organize. Kwa wanaendaga hivyo wao na risk management ni kubwa sana. Kwa hiyo kama mtu anataka kupata hiyo experience atafute startups ambazo currently zinafanya kazi na AI. So mimi nafikiri to close hapo kwa leo kwa episode hii ya 11 tumeongea mambo mengi sana. Kifanyike nini kwa ajili, so actually tulikuwa tunazungumzia issue ya Tanzania kuwepo kwenye ramani, kuingia kwenye kutembea, lakini one of the pipeline mimi mwenyewe mara kwanza nilikuwa nazalaumu sana, I was like you know what na nini, lakini kikweli baada ya kuona kampuni unatafuta watu wapatikane, unahitaji logo ambayo unaweza kumnanilia, unaona unaleta kichanga labda unajua
Unataka dogo change. Mimi na Aisha tulikuwa tumeanza strategy moja ambayo kwa sababu na sisi hiyo yani unachokisema sisi tunakutana nacho na nini sana. Ambayo sisi tumeanza kufanya hii ni internal initiative. Ni kuchukua vijana na kuanza kuwa group sisi wenyewe. Yani kuliko kusubiria kuliko unasema unatafuta mimi kutolewa nyapa zako uwe na dogo ambaye mnaongea lugha moja ambaye kweli ana moyo anataka kujifunza alafu unaanza kumtengeneza dogo chukua soma hichi soma fanya hichi solo unakuwa hasa hiyo pia unakuwa una invest time kwa sababu inawezekana asikupe results kwa muda ambao utautaka lakini sasa issue ni kama nilikuwa naongea na jamaa mmoja akaniambia issue nzuri ni kwamba kwa sababu umemchukua labda anawezekana bado yuko hata mwaka wa mwisho labda ngapi inaingia ni contract kwamba bwana I will teach you XYZ alafu itabidi ufanye kazi hapa kwa muda XYZ kwa sababu usije kaa nimekuempower na a lot of knowledge alafu baadaye tunamaliza unasepa. So that's the strategy ambayo pia nimeisikia kuna mtu alikuwa ananiambia that's can kwa hiyo bwana you want to be expert in this area I can invest time to make you expert lakini you have to work for us for 2 years then so kwenye small scale so manake we need to build talent. Manake hizi startups kama nimeelewa vizuri bali hizi startups ndio zinabidi kubuild talent nzuri. Sasa tunarudi kwenye another thing ili mimi niweze kubuild talent nzuri lazima unajua kwa mfano let's say yani kwa mfano mimi natuamini kwa mfano kama mimi ingenipa deal la bila swali la leo ingekuwa ni rahisi ile project kusaidia kutengeneza unaongelea pia government not just government like that was an example lakini kuna the whole ecosystem not just government the whole ecosystem maybe labda na watu wengine kwa mfano let's say una product yako fulani labda kama kampuni fulani so yes Tanzania like translation so you understand what most scholars have to maybe to catch all things like ni mouse na mimi mouse kwa hiyo bwana kwa nini mwanangu hapa mambo yote ni giza unakudai hapa sasa hapa lakini unamwambia the same thing ambacho unaenda kuchukua exactly the same thing ndio hicho hapa anachokupa and this is much better than hicho ambacho unaenda kuchukua less cost lakini still ni ile tu kwamba ile tu bana mimi bana itakuwaje kwa hiyo utajibiki hapo mimi nadhani kama utajibiki kwa mshikaji ndio mpelekea ile anasema bongo okay mimi ni bora tukose wote kuliko upate mimi nikose bora tukose wote kuliko mimi ni wewe upate mimi nikose hiyo sasa unaona vitu kama hivyo sasa amdeni sasa hiyo ndio vitu ambavyo vipo mtaani na vitu kama hivyo still they need you to whether kubuild is amazing talent kwa hiyo sasa kwa mimi nakuona sidhani kama itatokea tutakuwa katika roadmap ambayo ina make sense kwenye gogo ya unaweza kaita miaka mingapi mkadiria mimi miaka 50 mimi sana kwambia yani 50 years internet yenyewe tumeshinda kukacha kutoka miaka 80 na miaka 50 nao kuja umeme umekuepo mpaka sasa hivi bado tuna shida ya umeme so sasa hivi umesikia yani sasa hivi the industry I mean sasa hivi the industry na umeme ni open source sasa yani ambayo inakuwa closed na sasa hivi ni so complex totally complex compare na zamani ile mwanangu ile suppose hata ile kasili kale sasa hivi kasili unazokatiza ukapatia nyama no lakini sasa hivi so complex kwa hiyo sasa hizi talent za sasa hivi talent of course ni one of the things ambazo kweli inajenga next ya AI sasa hivi kwa mtu ambaye ni entry level kwenye AI lakini tunarudi yani issue inarudi kwenye ni personal level yani how deep inaanza na wewe how deep unataka ujifunze kwa sababu mimi nitakuwa shuhuda ukiamua kweli kujifunza teknolojia yoyote ukawa serious ndani ya miezi mitatu unaweza ukakata vitu vingi sana na ukawa almost ukawa intermediate unaweza usiwe top notch expert lakini ukawa kwenye level ambao unaweza ukafanya kitu miezi mitatu tu ya serious kwa sababu mimi nakumbuka nilijifunza C programming nadhani
miezi mmoja na miezi miwili. Na naweza nikatengeneza hata ka game nikaandika hata nani ya kufanya hata reference. Kwa hiyo ni ile mada tu ya priority. Tunasema ndio tunarudi pale kwenye culture. Yaani vijana wengi wanapotoka chuo au wanapokuwa chuo wanataka nini baadaye? Wanataka kuajiriwa. But I think yani hiyo nini baadaye inakuwa shaped na society. Inakuwa shaped na kwa mfano let's say kwa mfano Marekani pale mtu kwa Stanford anafikiria Google, anafikiria nende sui Facebook, anafikiria nende wapi. Ni kutokana na this guys wanatisha na kutokana. Let's say sasa hivi tukiwa tuna makampuni mengi sana ambayo kwa the same level maybe Tigo walivyo au maybe Vodacom au maybe CRDB walivyo. Achana kwenye upande wa fintech au kwenye upande wa benki na kutokana na pale. Take katika mambo ya healthcare, take kwenye upande wa electricity, take kwenye agriculture, take kwenye logistics, take kwenye AI. I make sense. So kwa ubaya ila I make sense kwamba unaanza kuweka regulation kwenye kitu ambacho hata wewe mwenyewe hujawaza, hata hatujaanza hata kukitumia vizuri. Unaanza kuweka hizo, yani kitu ambacho una wasiwasi nacho hamna Mtanzania anaweza kukifanya. Unaweka regulation ya nini? Kwa yeah, nafikiri lesson here leo naona mwaka mpya umekuja na mambo mengi, so asanteni sana kwa kutufuatilia. Hii ilikuwa ni episode ya 11. Usikose kutufuatilia kwenye episode itakayofuata ya 12. Naitwa Zephania Ruben kutoka Nile AGI. Naitwa Innocent Charles kutoka Certified. Isaac Odero kutoka Nile AGI. Pia usisahau kucomment, kusubscribe na kushare channel yetu na kushare kwenye social media. Till next time. Asante.